Ambayo imenyooka na sio imenyorodoka. Karibu sana hapa tunazungumzia kuhusiana na masuala mazima leo ya lishe, na lishe hii itadili na vijana barehe. Sasa kama ni mmoja ambaye unanisikiliza hapa ambaye umetulia hapo na ni kijana, tulia hapo uweze kufahamu kama kijana ulitakiwa kutumia lishe aina gani mpaka muda huu hapa, na umekosea sehemu gani, kuna changamoto gani usipokupata hiyo lishe. Hivi ni lishe au lishe? Jamani, hii ni lishe, si ndio? Yes. Ni lishe. Tasikia watu wanaenda za juu kusini hawawezi kutofautisha L na R. Sasa haya, na sisi tumekuwepo kama wachuga. Lishe inaitwa lishe. Hii ni lishe bwana. Nikwambie tu, je, wewe ni kijana na una maswali kuhusu afya yako? Majibu yake tuko nayo hapa, tuko na mtaalamu. Ikiwemo afya ya uzazi na jinsia. Unataka kufahamu mwili wako au unataka kujilinda dhidi ya mimba zisizotarajiwa? Usivurugwe na usikae kimya. Huduma rafiki kwa vijana zipo karibu, salama, za siri na bila kuhukumiwa. Na sasa una nafasi ya kuongea kwa uhuru na kupata ushauri ulio sahihi kabisa kuhusu huduma za afya ya uzazi kwako kijana, kwa wataalamu wetu walioko kituo cha afya kilichopo karibu nawe. Ndiyo nasema hivi, unaweza pia kupiga simu namba hizi hapa ili kuweza kupata moja kwa moja elimu kutoka kwa wataalamu wa afya ya uzazi. Ni 0800750360 mwishoni hapo. Ni 0800750360. Kujua zaidi kuhusu huduma rafiki kwa vijana, uliza, jua na ujilinde. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Plan International kupitia mradi wa Vuma kwa kushirikiana na Fema Hip pamoja na umati kwa ufadhili wa serikali ya watu wa Canada. Karibu sana ndani ya kipindi chetu, na niko hapa na mtaalam kwa ajili ya kufahamu zaidi na zaidi kuhusiana na lishe siku ya leo. Karibu sana na twende tukalipate darasa hili hapa la lishe kwa vijana barehe ambao mnanisikiliza sasa hivi. Hili darasa ni huru kabisa. Unayo nafasi ya kuweza kushiriki kwa kuandika ujumbe wako kupitia 0621780663 kwa ajili ya kuweza kuuliza swali kwa mtaalamu wangu hapa au kupata ufafanuzi zaidi juu ya jambo ambalo atakuwa amekwenda kulizungumza. Kipindi kinaanza wakati huu hapa, kwa hiyo kaa na utulie uweze kufahamu zaidi. Tunazungumzia dhana mbalimbali za lishe, lakini zaidi tunazungumzia kuhusiana na chakula, virutubisho lishe, nishati lishe, lishe duni, lishe bora, mlo kamili, vyote tutavizungumzia hapa. Na kalori. Hivi kalori ndio nini madam? Kalori yani ni kipimo kinachotumika kupima kiasi cha viinilishe ulivyovitumia wewe. Yani mfano kwamba umetumia yani viinilishe ulivyovipata, je, vimefikia ile kile kiasi kinachohitajika mwilini? Ndio kalori. Kwa hiyo ni kipimo kinachotumika kupima kiasi cha viinilishe. Unajua nilienda wapi? Niliyakumbuka ile matambi yanaitwa makalori. Ila mimi nikajua ndio malishe yenyewe sasa. Jamani. Haya, sawa. Karibu sana, jitambulishe majina wakufahamu wasikilizaji wangu. Okay, kwa majina naitwa Mwanaidi Salim. Mimi ni mtaalamu wa lishe. Okay. Chakula na lishe tuseme. Okay. Kutoka? Natoka Mpanda Manispaa. Aha. Sawa, tufahamishe lishe ni nini? Lishe ni ule mchakato mzima unaohusisha hatua mbalimbali za chakula kinavyoliwa hadi kinapotumika mwilini. Okay. Yes. Na huo mchakato ina maana unahusisha masuala kadhaa. Yaani chakula unapokula kinavyosagwa, kinavyomeng'enywa, kinavyofyonzwa na kwenda kwenye mwili sasa kwa ajili ya matumizi, yaani matumizi mwilini. Yes. Okay. Kumekuwa kuna ukienda sisi ambao tumeenda kidogo darasani, unasikia kuna makundi ya vyakula. Tukumbushe labda kuna makundi gani hayo ya vyakula? Kuna makundi 6 ya vyakula. Makundi 6 ya vyakula. Na haya makundi 6 ndipo tunakokuja kupata virutubishi au virutubisho mbalimbali
ambao virutubisho ina maana ni viinilishe vinavyopatikana wakati mtu akishakula chakula. Tumesema lishe ni ile zile hatua mbalimbali mchakato mpaka kinavyofyonzwa kwenda kwenye mwili kwa ajili ya matumizi. Sasa haya makundi ya vyakula haya yamewekwa makundi ili kuweza kupata kujua kwamba ni kila vyakula hivi napata viinilishe gani. Okay. Napata nini? Ni kila kundi hili. Kwa hiyo makundi yapo 6, ndugu mtangazaji. Okay. Yapo 6. Na makundi hayo ni kundi la kwanza. Ni nafaka, ndizi, mizizi, ndizi za kupika, lakini tukisema ndizi ni maana tunasema ndizi zile za kupika. Na mizizi ina maana tunajumuisha mihogo, viazi, ni viazi vya aina vyote vitamu na vile vingine. Okay. Umeona? Na tukisema nafaka ina maana ni ulezi, mahindi, mchele. Umeona? Kwa hiyo ni kundi la kwanza. Na kazi ya hili kundi la kwanza ni kuupa mwili nguvu. Ina maana ndo tunapata carbohydrate. Okay. Yaani chakula kikifyonzwa mwilini, kinachoenda kupatikana ni carbohydrate. Ambao carbohydrate kazi yake ni kuupa mwili nguvu na joto. Okay. Yes. Sawa. Haya ni makundi ya vyakula. Naomba tuelekee sasa kwa vijana barehe. Lakini makundi hapo nimesema 6. Umetaja mawili Nimetaja moja. Moja. Kwenye hili moja. Kundi la kwanza ndio maana nisema hili kundi, mtu akitumia hili kundi ambapo ni kundi la nafaka, mizizi na ndizi za kupika. Si ndio? Ambayo inajumuisha mahindi, mchele, ulezi kama nilivyosema, na viazi, mihogo, umeona. Na hii hapa ni chanzo kikuu cha nishati au tuseme nguvu. Power. Yaani ulipate nguvu. Yaani usipotumia hiki hata wewe kuongea usingeweza. Yes. Umeona. Na kundi la pili twende kwa haraka ni kundi la mbegu na nini? Kundi la kunde, mbegu za karanga. Maana karanga mbegu hizi. Sawa mbegu za mafuta tunasema. Ina maana hata tukisema ufuta ipo kwenye ile kundi. Kwa hiyo hata mtu akila alizeti sawa. Sawa tu. Sema kula mafuta mbegu zile. Au kila ufuta, kila karanga. Lakini pia kila maharage. Yaani maana ile kunde tumesema kunde. Ina maana mikunde yote, maharage, choroko, nani hizo. Umeona Na kazi yake ni nini? Kujenga mwili, lakini kuongeza damu na ukuaji. Ndio maana inatakiwa mtu ajue kwa siku amekula, yani haya makundi yote yamegusa hata hiki kitu kimoja. Na tumeweka tuseme wanasema utafiti ulifanyika wakagundua kwamba watu wanakula tu. Umeona? Kwa hiyo ndio wameyatenga kwenye haya makundi ili ujue kwamba ni kila hiki napata nini. Ni kila hiki napata nini. So kwa siku mtu anakula chakula aina moja au mbili, anakula wali na maharage. Ama kula ugali na maharage. Umeona? Umenielewa? Hapo amekula vyakula viwili kutwa nzima. Kwa hiyo kuna viinilishe atavikosa. Matokeo yake ndio unakuja kupata magonjwa. Sasa kuna wale ambao tunakula asubuhi chapati. Mchana unapata viazi vitamu. Usiku nakula ubwabwa. Maana yake medili na eneo hilo moja. Sawa. Kwa kundi la pili tumesema kunde, mbegu za karanga na mafuta. Lakini pia kundi la tatu ni vyakula vya asili ya wanyama. Vyakula vya asili ya wanyama. Na hili limetengwa kwa sababu watu wengi wanasema ni kila maharage. Nimeshapata protein. Umenielewa? Kwa hiyo protein ya mimea na ya wanyama ni tofauti. Okay. Kwa ndio maana akatenga kundi la kunde likae kivyake na vyakula vya wanyama, jamii ya asili ya wanyama. Hapa tunaangalia samaki, nyama, mayai, maziwa, umeona? Hii ni protein muhimu, protein kamili. Kule unapata protein, lakini ya wanyama ni protein nini? Kamili. Umeona? Kwa hiyo ukitaka protein kamili piga hivyo vitu. Nyama, samaki, maziwa, mayai. Sasa kizungu sio na baba ali. Yaani ni sawa tu kwa sababu viinilishe ni vile vile. Yes. Okay. Ndio. Sawa. Kwa hiyo ndio hivyo. Kazi yake ni muhimu wake ni muhimu, yani inasaidia ukuaji wa ubongo labda kwa watoto. Ndio maana mtoto kwa siku ndio asikose ile kundi. Hata kijana bale asikose ile kundi. Kwa sababu kijana bale anatumia sana kufikiri na anakuwa kiakili. Yaani anakuwa kasi kwa kila kitu. Kiakili, kimwili, kimaumbile. Umeona? Na mifupa pia. Kwa hili kundi ni muhimu kwa kijana bale kwa siku asikose.
Yes. Protini nzito hiyo. Nzito hiyo. Okay. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.